Habari. Nawatakia amani ya Mungu awe juu yenu. Nadhani hapa mnavyoona hiki kilimo cha miti ya nanasi, cha nanasi hapa mnavyoziona vile zinavyokuwa katikati ya hii miti ya tufaha. Ni ushauri navyowapa wenye kuingia kwa hiki kilimo. Hizi nanasi zina umri wa karibu miezi 5. Na kule nadhani mnavyoona ufugaji wa nyuki. Hizi nyuki kama vile nilivyowaambia kabla, zitasaidia kwa hii miti ya tufaha. Wakati itakuwa imeanza kutoa maua, hapa takuwa kushuka kwa maua. Yaani hii kabila mfano wa tufaha hii utasaidizana na ile kabila ingine, na hizi zote zitasaidizana kwenye hii cross pollination. Haitakuwa kushuka kwa maua na tutapata mvuno mzuri wa matunda ya matufaha. Nadhani hapa kitu kingine naweza nikaonesha kidogo. Ninavyoona hii kamera na kampuni na kwa majina ya Dufiti Mbaraga Limited, nauza hizi kamera na ninawapa technicians anatumia jua pano, solar system kwa kuvuta nguvu kwa jua kwa kutumia hizi kamera. Na ndio maana nawashauri mnunue hizi kamera. Na nawapa technicians kwa kuwasaidia kwa hizi kamera, kwa kuwafuatilia ikiwa ina tatizo fulani, na ninawapa contract kwa hii kampani yangu. Kitu kingine hapa karibuni, kitu kingine nawashauri kutoa haya majani yote. Majani, miti ikiwa inasogezana ni bora zaidi uipunguze, kwa juu inakuwa tatizo la kupigania hii photosynthesis chlorophyll. Kwa juu miti ikiwa inasogezana, inaminyana sana, inazuia kwa kukua vizuri. Tuseme mfano, kama hii ilikuwa kwa mwangaza wa jua na hewa inaingia kirahisi. Sasa ukiangalia huyu mti wa tufaha na ukiangalia huyu mti ulikuwa katikati ya majani mengi, utakuta ule ulikuwa karibu mara 3 mara 4 kuliko huyu. Unaona kama huyu mti ulipandiwa wakati mmoja, lakini ukiona huyu utakuta huyu ulikuwa karibu mara 3 mara 4 kuliko huyu. Juu ya nini? Majani. Sasa majani anaziwiana kwa kukua vilivyo. Na ndio maana kuparua haya majani, hata ukitumia kama hizi sachet za plastic as cover, as mulch, inaziwia kama haya majani mabaya, kwenye Kifaransa wanaita shienda, inayaziwia kukua. Sasa haya majani, utakuta kuna majani wanaita cut grasses au shienda. Sasa haya majani inakuwa inatakikana ukiyalima sana uyang'oe. Sasa kuyang'oa ni vigumu. Sasa bora zaidi uyaparue, uyatoe, kisha uweke kama plastic material, uweke juu yake. Sasa haya majani yakianza kutoa, ukiwa umeyakata kitu umeparua, akikosa mwangaza wa jua na hewa, anaoza kwa chini. Akioza anakuwa mbolea, na hiyo mbolea unavyoitumia au hiyo mbolea inasaidia kwa kukua kwa hii miti. Ni kusema haya majani alikuwa tatizo, lakini ukiyatumia kwa kwenye hiyo njia, hayo majani anasaidia kama mbolea na udongo wetu unakuwa wa faida. Na hapa tuna mipangilio ya kupandikiza mwingine mimea kama nanasi. Hazina matatizo yoyote kuzipandikiza, kila muda zikitoa masakas au madrajo, tunayahamisha, tunayatoa, tunapandikiza kwenye nyingine mashamba tunayo. Nawashukuru, amani ya Mungu azidi awe juu yenu, lakini mkiwa mnataka kujua mengi zaidi, mtapitia kwenye channel yangu ya YouTube kwa majina yangu Ngabonzima Ali.
au mnipigie na zingine social media ni kwa majina yangu Ngabonzima Ali, au mtumie simu yangu 0788549685. Amani ya Mungu awe juu yenu.